Hii ni Biblia Bard. Somo la 79. Kibibilia wageni tayari wapo hapa. Kusudi. Habari na siku njema. Hii ni Biblia Bard. Biblia Bard ni msimuliaji wa hadithi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi. Simulizi niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu nani ni Mungu na nani ni wanadamu. Somo. Hapa ndipo tulipo leo. Katika podcast ya leo, tunataka kuangalia kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu mawazo yake ngeni, ambayo yanatoka kwa mgeni mkuu, Mungu. Inatoa kile ambacho Biblia inafundisha kihalisi kuhusu Mungu ni nani, Yesu ni nani na wanaoamini Biblia ni nani kulingana na maandishi ninayokariri. Katika Biblia Bard ya 78, Yesu alikuwa mgeni. Tazama SoundCloud au YouTube miongoni mwa majukumu mengine. Tuliangalia maandiko ya Biblia ambapo Yesu anajitangaza kuwa mgeni, lakini Biblia pia inatangaza kwamba wale wanaomfuata Yesu wa kibiblia wamegeuzwa kuwa wageni wenyewe kwa utaratibu usiotarajiwa. Mwitikio wa Mungu kwa imani yao wanakuwa baada ya imani, viumbe vya nje na sio sehemu ya ubinadamu wa jadi wa kawaida na jamii na kawaida ya wanadamu. Ingawa mabadiliko haya yanaweza kusomwa kwa njia ya sitiari, ninafasiri fundisho hili la Biblia kihalisi nikipendekeza kwamba waaminio katika Yesu wanageuzwa kuwa wageni katika hali ya kiroho na kijamii. Nitaeleza katika podcast hii ni usaidi gani ambao Biblia inatoa kwamba hii ina maana halisi. Mawazo ya sasa kuhusu aliens. Nadharia za kawaida za njama kuhusu wageni ni pamoja na zifuatazo. Wageni wamekuwa wakiishi miongoni mwa wanadamu tangu nyakati za kale, lakini wamebadilika kwa muda kuishi kati yetu wakionekana kama binadamu. Taasisi za binadamu, serikali na taasisi za kijamii wakati mwingine hutawaliwa na kudhibitiwa na wageni. Ongezeko la shughuli zinazoelezewa, mionekano ya UFO na utekaji nyara wa wageni na ufumbuzi wa kiolojia na miundo ngeni za zamani inasaidia mawazo haya katika utamaduni wa binadamu. Biblia pia inaunga mkono kama kweli uwepo wa watu ngeni na mawazo ambayo yamekuwa ya sambamba kihistoria, lakini yaliyotenganishwa na mikondo mikuu wa jamii na utamaduni wa binadamu. Mawazo ya Biblia kuhusu aliens. Kuna maana ambayo nadharia kama hizo za njama zinapatana na mafundisho ya Biblia. Tunamaanisha nini tunapotumia neno mgeni? Mara nyingi katika jamii ya kawaida tunamaanisha kiumbe ambacho ni kigeni au cha ajabu kisichojulikana kwa jamii ya mahali hapo. Kwa kuongezeka kwa riwaya ya filamu za Scofield, tumeongeza kwa wazo la jadi la mwanadamu wa kigeni, wazo la viumbe kutoka sayari nyingine au mwelekeo, viumbe ambavyo mageuzi yao yalifuata njia tofauti na ile ya ubinadamu mara nyingine, yakiwafanya waonekane dhahiri kuwa sio wanadamu. Tangu mwishoni mwa mwaka wa 1960, wazo kwamba wageni wamekuwa na mkono katika historia ya wanadamu limekuwa simulizi linalokubalika. Katika maandiko ya Kiebrania
Agano la Kale, mgeni pia anarejelea kwa harusi mgeni, mtu anayeishi mahali pengine mbali na mahali pake kuzaliwa. Maneno ya Kiebrania yanapendekeza kwamba mgeni ni mtu ambaye si sehemu ya kikundi cha asilia. Mgeni Mungu na malaika zake wanafafanuliwa kuwa wageni kikweli. Mungu huyu anajaribu kuongoza njia ya maisha na kusudi la kabila moja, taifa moja, lakini wanakataa mwongozo wake kwa sababu wanataka kuwa kama mataifa mengine yote duniani. Hawataki kuwa tofauti kama vile maandishi mengi ya Kiebrania yanavyothibitisha. Maandiko ya Kigiriki ya Agano Jipya yanaendeleza wazo kwamba mgeni aliye nje ya nchi, Mungu amefanya jaribio la zamani la kuelekeza hatima ya taifa moja, lakini sasa anafanya jaribio jipya la pande mbili, kusawazisha tena taifa lililoanguka kwa kutumia mbinu mpya, mtu wa kimasia, kufikia watu binafsi na ujumbe uliopanuliwa unaohusisha mabadiliko ya binadamu kutoka kwa kielezo cha zamani hadi kielezo kipya cha binadamu. Kwa kuongezea, wazo la mgeni linapewa maombi mapya ya mara mbili. Dhana ya mgeni inapanuliwa ili kusisitiza sio kutenga kwa kiroho kwa ubinadamu wa kale kutoka kwa mgeni Mungu, lakini pia kueleza utengano mpya wa binadamu mpya ambao Mungu anaumba kutoka kwa ubinadamu wa kale ambao unapita. Maandiko ya Biblia ambayo yanathibitisha waaminio Yesu ni wageni. Maandiko yafuatayo yanaeleza mabadiliko kutoka kwa wanadamu hadi wageni ambao hutokea kati ya wale wanaofuata imani ya Biblia katika Yesu. Wanadamu na asili si sehemu ya jumuiya ya Mungu kwa kuzaliwa, wala binadamu yeyote wa asili hawezi kamwe kuwepo katika uwepo wa Mungu kimwili. Waefeso 2:12, wakati ule mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi, mkiwa hamna tumaini wala Mungu duniani. Maoni. Katika kifungu hiki tunaona makundi mawili, wageni kutoka kwa Mungu na kwa maana wageni kutoka kwa wanadamu. Makundi haya hayafanani. Mstari huu unaeleza wale ambao kwa asili walikuwa wametengwa na Mungu, lakini sasa hawako hivyo tena. Waefeso 4:18 inaeleza wanadamu kabla ya mabadiliko ya Kristo. Wana akili za kibinadamu, zimetiwa giza, wametengwa na uzima wa Mungu kwa ujinga ulio ndani yao, kwa sababu upofu wa mioyo yao. Maoni. Sababu ya kutengwa kwa asili ya wanadamu kutoka kwa Mungu imetolewa katika aya hii. Ufahamu wenye giza, ujinga na upofu na moyo. Haya ni matatizo ya fahamu na nafsi au asili ya kibinadamu ya kiroho. Binadamu anayeamini mafundisho ya Biblia anabadilishwa kutoka mtu katika ulimwengu ambaye kwa asili analingana na mgeni kutoka ulimwengu ambao kimsingi ana seti mpya na ugeni na dhana, wazo na uaminifu. Yohana 17:14-16, Yesu anazungumza, nimewapa neno lako la ulimwengu, umewachukua kwa maana wao sio ulimwengu kama vile mimi nisivyo wa ulimwengu. Wao si ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu.
maoni. Yesu anasema kwamba waumini wake wanakuwa kama yeye, waliotengwa na ulimwengu wa wanadamu na chuki ya asili ya ulimwengu kwa Mungu imeondolewa. Wakolosai 1:21, wakati mmoja kabla ya kuamini mlikuwa mmetengwa na Mungu na mlikuwa adui katika nia zenu kwa sababu ya mwenendo wenu mbaya. Maoni. Kinachofanya watu kuwa maadui wa Mungu ni ule uovu wa kiadili ambao ni sehemu ya urithi wao wa maumbile. Imani katika Yesu huwageuza waamini kuwa umoja mpya wa ajabu na Mungu na kuwatenga na binadamu wao asili. Waefeso 2:19, kwa hiyo baada ya kubadilika ninyi ni wageni tena, wageni na wageni, bali ni raia pamoja na watu wa Mungu na pia mshiriki na wa nyumba yake. Maoni. Mabadiliko haya yanamfanya mwamini kujipatanisha na Mungu, asiwe mgeni tena kwa Mungu, na baada ya mabadiliko kuwa mgeni kutoka kwa binadamu wa asili ambao walikuwa sehemu yake hapo awali. 1 Petero 2:11, wapenzi na wasii kama wageni na wasafiri wageni, jiepusheni na tamaa mbaya zinazopiga vita nafsi yangu, ishi maisha mema kati ya wapagani. Maoni. Wanadamu wote wa asili wanaelewa kwamba ni lazima tufanye yaliyo bora zaidi kwa ajili yetu wenyewe, hata ikiwa tunachofanya si kizuri kwa wengine au kumchukiza Mungu. Lakini Petero anawahimiza waumini kujiona kuwa wametengwa na maisha ya asili na wanadamu kwa sasa kama waumini waliowabadilisha ile kujipatanisha na hali ya maadili ya Mungu na vipaumbele vyake. Wafilipi 3:20, lakini uraia wetu ambao ni waumini huko mbinguni, nasi tutasamia Mwokozi kutoka huko, Bwana Yesu Kristo, ambaye kwa uwezo wake wa kuviweka vitu vyote chini ya mamlaka yake ataigeuza miili yetu ya unyonge ifanane na miili wake wa utukufu. Maoni. Badiliko la mtu linalokuja na imani katika Yesu huanzisha badiliko linalofuata katika kuelewa kile ambacho ni muhimu maishani. Kujiangalia mwenyewe hubadilisha hadi kumwiga Yesu Kristo katika njia mpya ya maisha ambayo inatazamia mabadiliko ya kimwili kuwa uwepo halisi wa Mungu. Kazi ya muumini ambayo bado imeachwa miongoni mwa makafiri ambao sasa wanawaona kuwa ni mgeni inafafanuliwa katika aya zinazofuata. 2 Wakorintho 5:20, basi tu wajumbe wa Kristo, kana kwamba Mungu anasii kwa njia yetu, tunawasii kwa ajili ya Kristo mtapatanishwa na Mungu. Maoni. Wanadamu waliobadilishwa wanapaswa kutenda kama mabalozi wanatoka kwa Mungu kuja duniani ili kuwasaidia wanadamu kukubali mabadiliko haya yanayotoka kwa Mungu. Wakolosai 3:1-2, basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, yafikiri yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu, yafikiri yaliyo juu ya dunia. Maoni.
Asili mpya ya mwamini hutazama ubinadamu kutoka kwa mtazamo wa kigeni wa Mungu, wanaopenda wengine na kukuza ustawi wao wanatumaini kwamba Mungu pia atawabadilisha. Wale wanaopenda na hata wale wasiojua wanadamu wa asili mara nyingi huona misheni hii kuwa ya kukera. 1 Petero 2:9, bali nyinyi ni mzao mteule, milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye Yesu aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Maoni. Kusudi dairi la mwanadamu aliyebadilishwa ni kusaidia wanadamu wengine kutoka kwenye giza lao la asili sitiari kuingia kwenye nuru ya Mungu ya kigeni na kubadilisha maadili na kiroho. Kuna matokeo ya ajabu katika ulimwengu wa kidunia miongoni mwa wanadamu wa asili. Wanapotambua tofauti hii kati yao na wale ambao wamekuwa waamini katika Mungu na Yesu Kristo. Hii inafafanuliwa na Wafilipi 1:28 inayosema, hii ni ishara njia mpya ya maisha ya waumini kwa makafiri ya kwamba wataangamizwa, lakini nyinyi mtaokolewa na Mungu. Zaidi ya hayo, katika Yohana 17 iliyonukuliwa hapo juu, Yesu alisema kwamba mara tu mtu anapomwamini atachukiwa na kikundi cha watu ambao sasa wametengwa. Majadiliano. Wazo hili kibibilia kwamba wanadamu katika hali yao ya asili wametengwa na Mungu na kwamba Mungu ametuma ujumbe wa nje. Biblia kwa mwanadamu ili kuondokana na kutengwa ni uchochezi. Watu wazima wenye kufikiri ambao hawajui lolote kuhusu Biblia wanatambua kwamba kuna kitu kibaya kwa wanadamu au jamii. Wanafalsafa wamedai kuwa tatizo hili, ubinafsi, ufisadi kimaadili, kutengwa au jamii yenye ambayo hutengeneza taburi hasa ya mtoto mchanga kuwa mtu aliyeingizwa na dosari za kibinadamu. Baadhi ya wanafikira wa masuala ya kiuchumi wamependekeza kuwa unyonyaji wa kiuchumi na mapambano ya kitabaka ya kijamii ndio sababu ya kila ugonjwa wa asili ya mwanadamu, wakati wanasoolojia wanafikiri kwamba pamoja na tabaka, rangi na jinsia husababisha kutofautiana kwa kijamii ambayo husababisha matatizo yote. Wanadaria wa elimu wanafikiri kwamba kushindwa kustawisha sifa za maadili ya kiakili zinazotakikana kwa watu husababisha matatizo ya ubinadamu. Hatimaye dini zinapendekeza kwamba watu wafanye kazi kwa bidii, wafuate njia utimilifu wanazotoa na hivyo kushinda upungufu wa asili hali ya binadamu. Maandiko ya Biblia yaliyosomwa awali katika podcast hii yana mtazamo tofauti kabisa. Jamii ya wanadamu na kila mtu ndani yake hawezi kurekebisha masuluhisho yoyote yanayotolewa na wanadamu. Yatashindwa siku zote na kwa kawaida yanapotekelezwa hufanya mambo kuwa mabaya zaidi katika jamii ya kibinadamu na kwa wanadamu binafsi. Ujumbe huu mgeni ambao msingi wake ni wa kiadili unawaudhi wanadamu
sana hivi kwamba serikali, viongozi wa kidini na umati waliamua Yesu ili kukomeza tangazo hili lenye kuhudi. Lakini Yesu huyu anafufuka kutoka kwa wafu katika mwili mpya wa ufufuo ambao una umbo la mwanadamu, lakini una sifa za ajabu. Nyama za mifupa, hakuna damu. Uwezo wa pande nyingi unaweza kuonekana kutoweka hata kupitia vitu vya kimwili, na haufungi na mvuto. Unaweza kupaa kutoka ardhini zaidi ya mawingu. Asili mpya ya ugeni wa waumini. Ubinadamu huu mpya unaonyesha kwa sehemu ya Yesu aliyefufuliwa huko katika mapatano kamili ya kiadili pamoja na Mungu. Kwa hivyo kujitenga kwa Mungu kumeondolewa kwa kuongeza kuwa asili ya Mungu ya kimaadili imeamirishwa katika huu mpya. Si binadamu. Mapambano yote kati ya wanadamu yanaondolewa. Wanadamu wamegeuzwa sana hivi kwamba si wanadamu tena. Wamebaki kuwa umbo kama wanadamu, lakini mahusiano yao ya sifa zao za kimwili na uwezo wao hubadilishwa na kuwa watu wapya wa kigeni ambao Yesu Kristo ndiye mfano wao. Tofauti ya Yesu ni kwamba watu hawa waliobadilishwa bado hawajafufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo mwili wao mpya uliofufuliwa unaongoja pia mabadiliko yao kiroho hayajakamilika. Asili yao ya zamani ya ubinadamu haijafutiliwa mbali. Ni asili mpya tu inayoelekezwa kwa Mungu. Imeongezwa bila shaka asili mbili ambazo ni kinyume na kila mmoja zilizopo wakati huu. Huo ndio ya Mungu mmoja husababisha matatizo na kutofautiana katika maisha ya kuishi ya mtu huyo. Sehemu kubwa ya Agano Jipya imeandikwa ili kuwashauri waumini jinsi ya kushindwa magumu yanayosababishwa na asili mbili. Muhtasari. Biblia hutoa picha nzuri ajabu ya ulimwengu mzima. Jamii mpya ya watu itokao baada ya jamii ya kale ya kibinadamu kuondolewa na kutoweka. Ufunuo 21 mstari wa 3 mpaka 4. Nami nitasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, matokeo ya Mungu sasa yako katika ya watu, naye atakaa pamoja nao. Watakuwa watu wake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, na kuwa Mungu wao. Atafuta kile chozi katika macho yao. Hakutakuwa na kifo tena, wala maombolezi, wala kilio, wala maumivu, kwa maana utaratibu wa zamani wa mambo umeputilia mbali. Wazo hili la binadamu uliogeuzwa, ambao ni jamii mpya, huwasumbua wasioamini ambao kwa hakika wanafahamu ujumbe lakini wanaukataa. Wanaoamini ujumbe huu wa nje kuwa unaopingana na ujumbe wa dini ya waliorithi. Kwa hivyo wanaonekana watu hawa wapya, waumini huwa wapya, kuwa ni makafiri au mamlaka ya hali isiyo ya dunia. Njia ya maisha, maadili ambazo watu kama hao hutetea kama maadili ya
Mungu yanahudi hata kuwatia hatiani ubinadamu na samani, na kwa hivyo kuonekana kuwa sio muhimu. Waamini kama hao hufikiri kwamba watu wanaosikilia mawazo hayo wanahitaji kukusanya, kuelimishwa upya au kuadibiwa. Mateso haya ya waamini wa Biblia yametokea huko nyuma, yanatokea sasa na wakati katika kila zijazo. Unaona haya yakitokea kwa wale wanaoelezwa kwenye vyombo vya habari kama wageni kwa wanadamu, magaidi na kitheolojia au wa kidini, wana mapinduzi wa ndoto na waasi wa maadili. Wakati serikali zimewawinda na kuwafunga au kuwanyonga kwa makosa yao ya kimawazo, unajua inafanyika si kwa sababu zilizotolewa kwenye vyombo vya habari, bali ni kwa sababu watu hawa ni wageni wanaobeba ujumbe wa nje kutoka kwa Bwana Mungu ambaye ndiye mgeni mkuu anayeeleza katika maandiko matakatifu. Hitimizo. Tumia podcast ya Biblia Bard kwenye Patroni kiasi kidogo cha $1 wiki au $5 mwezi husaidia kulipia gharama za podcast. Biblia Bard mwenyewe hachukui msaada na afadhaiki kifedha na zawadi za wafuasi wa huduma. Podcast ya Biblia Bard kwa sasa imechapisha katika Kiingereza, Kihispania, Kiswahili, Kiurdu, Chechewa na Bengali katika maandishi pekee. Pata vipindi vyote ikijumuishwa nakala katika www.bibliabard. Tumia Biblia Bard. Maswali au maoni yoyote unayopenda kutoa kwa bibliabard@gmail.com. Nimefurahia kusikia kutoka kwako. Biblia Bard inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu muda fulani. Sijaribu kugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Bard ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza, hasa mawazo na dhana unayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubaliani na matamuzi ya Biblia Bard. Viunganishi. Biblia Bard inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kugeuza kwa dini. Podcast ya Biblia Bard ni habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza, hasa mawazo na dhana inayowasilishwa, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa umekubali au haukubaliani na matamshi ya Biblia Bard. Asante mapema kwa kunisikiliza. Unaweza pata mafundisho katika Biblia Bard www.bibliabard.org, SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Rumble, Spotify, TikTok na Twitter. Asante kwa kunisikiliza.